Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Natumaini ya kwamba wote mpo salama kabisa. Kwa wale sionifahamu, kwa majina yangu naitwa Mwalimu Ayubu Ngagama. Ninatumika katika nafasi hii ya utumishi kufundisha maneno ya Mungu. Ikiwa na Jumapili yetu njema kabisa iliyompendeza Mungu, tarehe 12 mwezi wa 4 2026. Nimekuletea maneno ya Mungu ambayo yatatujenga, yatatukumbusha, kutuonya na kutufundisha kwa habari ya safari hii ya kwenda mbinguni. Leo tutakuwa na somo lingine tena linalosema kuomba kwa bidii. Maandiko ya somo, utafungua Biblia yako katika kitabu kile cha Yakobo sura ile ya 5 mstari ule wa 16. Soma katika maandiko matakatifu kwenye eneo hilo, Biblia inasema ya kwamba ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Hapa kuna mambo machache ambayo nataka tushirikishane. Nasema kuomba kwake mwenye haki, kuomba kwa bidii. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Sasa natamani tujifunze kwamba kwa habari ya kuomba kwa bidii ni kuomba kwa namna gani. Yamkini wengi tumekuwa na dhana kwamba kuomba kwa bidii ni kuomba kwa sauti kubwa sana mpaka majirani wasikie, au kuomba kwa bidii ni kuomba kwa masaa mengi, kuwa ukiomba muda mrefu, saa 8, 6. Yamkini tumekuwa tukitembea na dhana hiyo kwamba labda ndio kuomba kwa bidii. Lakini Yakobo anajaribu kutufafanulia, anajaribu kutuonesha maana halisi ya kuomba kwa bidii, ili tuweze kufahamu sasa maana ya kuomba kwa bidii kwa muktadha wa maandiko matakatifu. Hapa turejelee tena kwenye kitabu hicho cha Yakobo sura ya 5 mstari wa 17 pale. Kianzia mstari wa 17 na wa 18 utaona amejaribu kumrejelea Elia. Kwa nini alimrejelea Elia pale?